Ni asubuhi nyingine tena, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Tumekutana tena katika habari za leo, ikiwa ni tariki 26 mwezi Juni mwaka 2026. Hii unayoitegea sikio na kuitizama ni Kwetu News 24 Media, ambayo inakupeperushia matangazo yake katika lugha na tukufu la Kiswahili kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zikiwa ni habari za vita pamoja na matukio mengine ya usalama pamoja na siasa kutoka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan kwenye mashariki mwake. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, YouTube pamoja na mitandao mingine. Ukiandika Kwetu News 24 utakuwa umekutana nasi kabisa. Ikiwa ndo mara yako ya kwanza kuweza kuungana nasi, msikilizaji na mtazamaji wetu, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kucomment, kulike na kushare ili uweze kupata habari zetu kwa wakati unaofaa, lakini pia wengine, marafiki pamoja na jamaa waweze kuzipata kiurahisi zaidi. Asubuhi ya leo tunayo mengi, lakini tutatuhama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako vita vya M23 pamoja na jeshi la nchi hiyo, lakini pia wazalendo linaendelea kupambana kabisa vikali dhidi ya waasi wa AFC M23. Na leo tuanzie huko maeneo ya Minembwe, ambako vita maeneo hayo vimetafsiriwa na mkuu wa wilaya ya Fizi Sami Kalonji Badibanga na kusema kuwa hali ya usalama na kibinadamu ikizidi kuwa mbaya. Msimamizi Kalonji Badibanga: hali ya usalama na kibinadamu ikizidi kuwa mbaya. Msimamizi Sami Kalonji Badibanga ambaye ni diwani wa tarafa la Fizi awaomba mamlaka na jumuiya ya kitaifa kuchukua hatua dhidi ya usalama mdogo unaoendelea ndani ya wilaya ya Fizi, hususan kwenye nyanda zake za juu huko Minembwe pamoja na sehemu zingine. Hali ya usalama na kibinadamu katika wilaya ya Fizi bado ni ya kusikitisha sana hadi leo. Hii ni kauli ya msimamizi wa wilaya Sami Kalonji Badibanga, ambaye amelaumu madhara ya vita vinavyoendeshwa kwa mujibu wake na jeshi la Rwanda kupitia washirika wake mkiwemo AFC M23 pamoja na washirika wake Red Tabara Twirwaneho wanaofanya kazi katika vilima vya juu vya Minembwe ndani ya tarafa la Fizi jimboni Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa mamlaka ya wilaya, ghasia za silaha zinazoendelea kuathiri vibaya raia ambao tayari wamedhoofika kwa sababu ya miongo kadhaa ya migogoro ya kivita. Anakumbusha kuwa wilaya ya Fizi ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi na vita vinavyorudiwa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tangu mwaka wa 1964. Msimamizi wa tarafa la Fizi Sami Kalonji Badibanga pia anasisitiza kuwa kutekwa kwa mji wa Bukavu mwezi Februari mwaka 2025 ikifuatiwa na ule wa Uvira mwezi Disemba mwaka huo huo na jeshi la Rwanda na washirika wake wa AFC M23 kumezidisha ukosefu wa usalama katika eneo hilo la Fizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali hii imezoofisha juhudi za kuimarisha amani, mshikamano wa kijamii na kuishi kwa amani ambazo zilikuwa zimefanyika kwa miaka mingi, kwa sababu mshikamano wa kijamii na kuishi kwa amani ambazo zilikuwa zikifanyika kwa miaka mingi kwa msaada wa washirika wa kibinadamu. Leo wilaya ya Fizi ni moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na vita hivi vya uvamizi. Tunasajili idadi kubwa ya wahamiaji wa ndani ambao wengi wao wanaishi katika hali ngumu sana. Hata hivyo, tunapongeza misaada ya haraka kwa baadhi ya mashirika ya kibinadamu ambayo bado wanaendelea kutoa msaada kwa raia walio katika hatari, amesema Sami Kalonji Badibanga. Kwa upande wa kijeshi, msimamizi wa tarafa la Fizi Sami Kalonji Badibanga anasema kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na vikundi vya kujilinda wazalendo vinaendelea na operesheni za kutetea udhibiti wa eneo la nchi
pamoja na kulinda raia wa tarafa la Fizi. Anasema mapigano yanaendelea karibu na kituo cha Minembwe ambacho bado kiko chini ya udhibiti wa AFC M23. Kwa mujibu wake, hata hivyo, vituo kadhaa vya kimkakati vimerudishwa na FARDC wakati wa operesheni za hivi karibuni za kijeshi. Sami Kalonji Badibanga anataja hasa shambulio lililofanyika Jumanne ya tariki 23 Juni mwaka 2026 dhidi ya vituo vya serikali katika kijiji cha Mikenge. Shambulio hilo la wapiganaji wa AFC M23 ingekataliwa na FARDC na washirika wao wazalendo, anabainisha Sami Kalonji Badibanga. Aidha, msimamizi wa Fizi anahukumu vikali kile anachokiita kwamba uvamizi wa DRC na jeshi la Rwanda na washirika wake mkiwemo Red Tabara pamoja na Twirwaneho. Anaomba jumuiya ya kimataifa ichukue hatua madhubuti ili kumaliza ghasia zinazoendelea kutoa waathiriwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati hayo yakiwa namna hiyo, msikilizaji, mapigano makali yalizuka tena Jumatano katika maeneo ya Ilundu, Kakenge, maeneo yaliyopo kwenye nyanda za juu za wilaya ya Fizi mkoani Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vinavyopatana katika eneo hilo, mapigano ni baina ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC yakisaidiwa na makundi ya kujihami ya wenyeji yanayoitwa Wazalendo dhidi ya waasi wa Twirwaneho pamoja na Red Tabara, washirika wa karibu wa AFC M23 wakisaidiwa na jeshi la Rwanda. Vyanzo hivyo hivyo vimesema kuwa eneo hilo vinaripoti kuwa FARDC zilituma ndege zisizokuwa na rubani ama drone za upelelezi na za kushambulia ili kubomoa vituo vya adui ambaye ni Red Tabara, Twirwaneho pamoja na AFC M23 za kupelekea waasi vifaa vya kijeshi. Kuchukuliwa tena hivi karibuni kwa ngome kadhaa za kimkakati karibu na mji wa Minembwe kunaonekana kuongeza kasi ya vita. Kuchukuliwa tena hivi karibuni kwa ngome kadhaa za kimkakati kunaonekana kuongeza kasi ya vita vya udhibiti maeneo ya juu na anga za kijeshi kwenye eneo za huko Minembwe. Naam, wakati hayo yakijiri, msikilizaji, kusikilizwa kwa kesi inayohusisha maafisa wakuu kadhaa wa majeshi ya DRC, miongoni mwao Jenerali Christian Chiwewe na John Numbi, imesogezwa mbele hadi tariki 9 Julai ijayo na mahakama kuu ya kijeshi. Kikao cha Alhamisi tariki 25 Juni kilichofanyika Kinshasa kiliendelea kwa dakika chache tu kabla majaji hawajaahirisha kesi hiyo. Ili kuunga mkono uamuzi huo, mahakama ilitaja kutokuwepo kwa majaji wengine wanaosikiliza kesi hii, wakisisitiza maslahi ya nchi pamoja na sababu za kiserikali. Kwa hivyo, mchakato wa kisheria unaowahusu watu hawa wa ngazi ya juu katika vyombo vya usalama vya Kongo unabaki kusimamishwa hadi tariki iliyowekwa kwa kuendelea kwa mjadala huo. Tugeukie upande wa siasa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa, katiba mpya inayopangwa kufanyika nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inalenga kufuta uchifu na vikundi, vijiji na mamlaka ya wami, mabalozi wa kitamaduni na kadhalika. Itafuata mfano wa Julius Nyerere nchini Tanzania ili kuepuka migogoro ya ardhi na kuwaruhusu walio wachache kujisikia kuwa wenyeji kamili. Pia itaruhusu uraia pacha nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii inamaanisha kwamba Mubembe wa Fizi au kabila lingine huko Kongo ataweza kuwa na uraia wa Tanzania na kuwa Mubembe wa Kigoma, na Munyarwanda wa Fizi ataweza kuwa Munyarwanda wa Rwanda huko Gisenyi, Changungu au hata Bugesera. Naam, ubadilifu wa katiba nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo unaibua mjadala mseto pamoja na hali isiyokuwa ya kawaida, huku raia wengi wa mashariki mwa DRC
wakisubiri kitu gani kitakachotokea. Naam, DRC inadai rasmi mabaki ya binadamu yaliyochukuliwa kutoka Ubelgiji wakati wa ukoloni. Kwa miaka 8 iliyopita, mamlaka ya Ubelgiji pamoja na DRC imekuwa ikifanya kazi kwa bidii katika kurejesha vitu vya sanaa na urithi vilivyochukuliwa na mara nyingi kuporwa wakati wa ukoloni wa kile kilichokuwa Kongo huru na baadaye Kongo ya Kibelgiji. Habari hii nitakuja kukuletea wakati mwingine kwa kina zaidi. Na msikilizaji wa Kwetu News 24, ni kushukuru kwa muda wako na kuambatana nasi mwanzo hadi tamati. Ni kushukuru pia kwa kuweza kutawanya habari hizi, kulike na kucomment, maana umefanya jambo la maana sana. Mimi ni Espoir Mukubure Muhamba, hadi wakati mwingine, kwa heri.